Kwa miaka kadhaa aliishi maisha ya mtu mwingine. Alisafiri kutoka nchi moja hadi nyingine, akakutana na watu ambao wengi wangeogopa hata kuwataja, huku kwa siri akikusanya taarifa kwa ajili ya Marekani kwa miaka 26. Kazi yake ikawa kuingia ndani ya dunia ya magaidi, kujifanya mmoja wao na kucheza na hatari ya kila siku. Lakini kama wahenga wanavyosema, mchimba kisima huingia mwenyewe, Blair Skoro hakujua kwamba siku moja hatari aliyokuwa akikimbia ingekuja kutoka upande ambao hakuweza kutarajia. Miaka kadhaa baada ya kazi hiyo kumalizika, magaidi hawakuwa tena tishio lake kubwa. Safari hii alikabiliwa na mfumo ule ule aliokuwa akidai kuutumikia kwa siri, na sasa akawa mikononi mwa mamlaka za Marekani. Anapigania jambo moja tu, asirejeshwe Kosovo, nchi ambayo anaamini ingeweza kuwa kaburi lake. Lakini kabla hajafika hapa, simulizi ya Skoro ilianza mbali kabisa na vyumba vya siri vya ujasusi. Ilianza mwaka 2000 alipokamatwa nchini Marekani kwa kusafirisha dawa za kulevya. Skoro aliyezaliwa Kosovo alikuwa amefika Marekani mwaka 1994 baada ya kukimbia machafuko aliyokuwa akiendelea katika eneo lao. Akiwa anajaribu kuhudumia familia yake na wazazi wake waliokuwa wakimbizi, alijihusisha na biashara ya heroin na hatimaye akakamatwa. Lakini gereza hilo ndilo lililobadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Akiwa katika gereza la shirikisho la Ellenwood, Pennsylvania, Skoro alikaribiana na baadhi ya wafungwa wenye msimamo mkali wa Kiislamu. Baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, anasema maafisa wa Marekani waliona nafasi ya kutumia uhusiano huo ili kupata taarifa kuhusu mitandao ya kigaidi. Nyaraka za FBI zikamtaja Skoro kama mtoa taarifa wa siri. Taarifa hizo zikaonyesha kuwa alisaidia kutoa habari kuhusu watu waliokuwa wakihusishwa na ugaidi, akiwemo Faisal Galab wa kundi la Lag 106, Randall wa mtandao wa wanajihadi wa Virginia na Junuz Fuaz ambaye alikuwa anahusishwa na Hezbollah. Baadhi ya nyaraka za FBI za mwaka 2004 ambazo zilifichwa sehemu zinamtaja Skoro katika uchunguzi uliolenga mtandao wa Osama bin Laden. Taarifa zake ziliwahi kuelezwa kuwa za kuaminika na zenye uwezo wa kusaidia hatua za kiutendaji. Lakini kwa Skoro huo ukawa ni mwanzo tu. Baada ya kutolewa gerezani na kurejeshwa Kosovo mnamo mwaka 2007, anadai alipewa kazi mpya na CIA, kazi ambayo ilikuwa hatari zaidi kuliko yoyote aliwahi kuifanya. Kazi hiyo ikawa ni kupenyeza ndani ya Al-Qaeda, kundi hatari kabisa. Kwa mujibu wa maelezo yake, kwa kipindi cha mwaka 2007 hadi 2009 aliishi kama mtu mwingine, akisafiri katika maeneo mbalimbali ikiwemo Syria, Lebanon, Jordan, Pakistan na Misri. Akakusanya taarifa, akakutana na watu waliokuwa ndani ya mitandao ya kigaidi na kurekodi baadhi ya matukio kwa siri. Hii haikuwa tena kazi ya ofisini. Kosa moja huenda lingeweza kumaanisha kifo, na inaonekana kwamba wakati fulani Skoro alikaribia sana mwisho huo. Aliwahi kusema kwamba aligunduliwa na watu waliokuwa wakimtilia shaka, na baadaye akapigwa risasi mguuni katika jaribio la kumuua nchini Kosovo. Lakini licha ya hatari hiyo, akaendelea na kazi yake. Miongoni mwa operesheni anazodai kusaidia ni ile iliyohusisha Betim Kaziu, raia wa Brooklyn aliyekuwa akitafuta silaha kwa ajili ya kundi la Al-Shabaab. Skoro anasema Kaziu alifika katika nyumba yake nchini Kosovo bila kujua kwamba mwenyeji wake alikuwa akifanya kazi kwa siri na upande mwingine. Wakati Kaziu akiwa ndani ya nyumba hiyo, Skoro anadai alipiga simu kwa mtu aliyemtaja kama mhudumu wake wa CIA na kutoa taarifa kuhusu mahali walipokuwepo. Muda mfupi tu Kaziu alikamatwa akiwa na bunduki, risasi na mabomu, na hatimaye akahukumiwa kifungo cha miaka 27 jela. Kwa Skoro ikawa moja kati ya operesheni ambazo aliamini zingebadilisha maisha yake milele. Lakini badala ya kupata maisha salama aliyoyatarajia, alidai kuendelea kubeba hatari hiyo hata baada ya kurudi Marekani. Mwaka 2014 akarejea nchini Marekani na kuanza maisha mapya. Akaoa, akapata familia na kuanza kufanya kazi kama dereva taxi Staten Island, New York. Kwa nje akawa kama baba wa watoto 3 akiendesha teksi mitaani New York. Lakini nyuma ya maisha hayo ya kawaida kulikuwa na historia ambayo watu wengi hawakuifahamu. Kisha mwaka 2016 polisi wa New York wakamkamata kwa kutumia kadi ya usafiri ya mwanafunzi, yani ya binti yake. Tukio hilo lilimrudisha tena kwenye mikono ya mamlaka ya uhamiaji na kuanzisha vita vya muda mrefu kuhusu hatima yake nchini Marekani. Miaka kadhaa baadaye, yani mwaka 2022, mahakama ya shirikisho ilizuia serikali kumrudisha Kosovo kutokana na hofu kwamba angeweza kuteswa au kuuawa. Uamuzi huo ukampa ulinzi dhidi ya kurejeshwa huko, lakini haukumruhusu moja kwa moja kuwa mkazi halali wa Marekani. Hapo ndipo simulizi yake iliposhika sura mpya. Agosti 3 mwaka 2026, Skoro aliwasili katika ofisi ya uhamiaji ya New Jersey akiwa na mke wake Susan.
Akaenda kwa ajili ya taratibu za nyaraka zake, lakini hakutoka humo akiwa mtu huru. Kwa mujibu wa mke wake, mara tu alipofika kwenye dawati la mapokezi, maafisa wa ICE walimfuata, wakampeleka kwenye chumba kingine na baadaye wakamchukua. Safari hii hakuwa akifuatilia magaidi, yeye ndiye alikuwa akifuatiliwa. Skoro sasa yuko katika kituo cha mahabusu cha Elizabeth, New Jersey, huku mawakili wake wakipambana mahakamani kuzuia kufukuzwa kwake nchini Marekani. Anadai kuwa aliweka maisha yake rehani kwa ajili ya Marekani, akifanya kazi na CIA, FBI na DEA kwa karibu muongo mmoja. Mawakili wake wamesema kazi hiyo ilihusisha hatari kubwa na kwamba serikali inapaswa kuzingatia historia hiyo kabla ya kumrudisha nchini kwao Kosovo. Lakini serikali ya Marekani bado haijaeleza hadharani kwa kina kama madai ya Skoro kuhusu kufanya kazi kwa CIA ni ya kweli. CIA na FBI hawajajibu pia maombi ya maelekezo kuhusu madai hayo, huku ICE pia ikiwa haijatoa majibu ya kina kulingana na ripoti mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya habari. Na sasa maisha ya Blerem Skoro yamesimama katikati ya swali moja. Mtu alidaiwa kuweka maisha yake rehani kupambana na magaidi kwa niaba ya Marekani. Je, anaweza kuishia kufukuzwa na nchi hiyo hiyo aliyoidai kuitumikia? Na wakati huu mtu anayemwogopa zaidi si gaidi, ni mlango wa ndege unaompeleka Kosovo. Mimi ni Regina Baltazari. Don't forget to leave your comment behind.